Naam, Mungu yu mwema na kila wakati Mungu yu mwema. Twashukuru umeweza kujiunga nasi kwa kipindi kingine cha podcast yetu ya uchambuzi wa vitabu. Wiki jana tulianza na kitabu cha Nyumba ya Imani, na kitabu hicho ndicho tunachoendelea kuchambua kwa wiki 2 zijazo. Leo tupo katika sura ya 2. Kwenye sura ya 2 tunaenenda kuchangamua fadhila ya kwanza ya wema itokayo kwa Petero wa 2 mstari wa 5 hadi 7, ambapo mwandishi Elizabeth anapeana ulinganisho wa chombo cha nyumba ya imani kuwa kitanda. Sura hii inaanza na marudio kujifundisha somo ya wiki iliyopita, kisha inaelezea hadithi ya Mama Jeni, mwanamke wa Kiafrika. Alafu maswali ya kujibu ya hadithi yanafuatilia. Baada ya hadithi na maswali, somo kuu linaanza. Inakuwa kuhusu kitanda cha wema. Na swali au changamoto ni, je, unacho kitanda cha wema? Mwandishi anatumia Mithali 31:10-31 kama mstari msingi wa kuelezea mwanamke mwenye wema. Kama ilivyo bora kuwa na kitanda nyumbani, ndivyo ilivyo bora zaidi kuwa na wema kwenye nyumba yetu ya imani. Mfano wa mwanamke mwema anao wema thabiti ni uliyeelezea katika Mithali, na inatupa taswira bora. Lakini kuna maswali ya kujiuliza juu ya somo hili, kama vile, alipata aje wema huo? Bado katika sura hii tunaziona sifa 6 katika maisha ya mwanamke wa aina hii ambazo tunaweza kuzifuatilia na kuiga maishani mwetu. Nitazitaja ili tuelewe zaidi kuipamba nyumba yetu ya imani tukitumia kitanda ya wema. Tusisahau ya kwamba sifa hizi zinatajwa kwa minajili ya kuambatana na somo kupitia Mithali 31. Hapa tunaona mwanamke mcha Mungu, mwanamke mwenye mienendo ya wema, mke mwaminifu, mke mchapakazi, msaidizi kwa maskini, ni mama mzuri kwa watoto wake. Hizo ni sifa. Hivi ni kumaanisha wema thabiti anavyoelezea mwandishi ni kwamba vinathibitishwa na dalili zake. Pia kwamba dalili hizi ziwe zinaonekana katika mwanamke Mkristo. Ukipamba nyumba yako ya imani na wema, itaanza kupendeza zaidi mbele ya wenzako na mbele ya Mungu. Alafu sura hii inamalizia na kutuhimiza kufanya uamuzi wa kuishi kama huyu mwanamke mwema kwa Biblia alivyoishi. Sasa basi uweke kitanda chako cha imani katika nyumba yako ya imani. Zoezi nalo ni kipande muhimu katika kukamilisha somo la kila sura, ndipo kukariri mistari muhimu katika Mithali. Shukrani kuu kwako mtazamaji kwamba umeweza kufuatilia sura hii ya 2 ya Nyumba ya Imani pamoja na mimi. Barikiwa hadi ushangae. Ninapoondoka wananifahamu kama Swila Achoka. Tarajia sura ya 3 wiki ijayo. Kwa sasa hivi, kwaherini.